Jambo la 6, wanandoa tunapaswa kuongea au kutokuongea. Sio mambo yote ni ya kuongea na sio wakati wote ni wa kunyamaza. Na fungu lilokuwa linatuongoza ni Mhubiri sura 3. Kila jambo lina wakati wake. Wakati wa kuongea, ongea. Wakati wa kunyamaza, nyamaza. Sio wakati wote ni wa kuzungumza tu katika ndoa, katika familia zetu. Kuna wakati wa kusema, kuna wakati wa kunyamaza. Kuna wakati wa kusikiliza, kuna wakati wa kusikiliza na wakati wa kujibu pia. Ili familia zetu ziwe na furaha na amani, ni lazima kila mmoja katika familia awe na mipaka yake. Baba ana mipaka yake na mama ana mipaka yake. Mawasiliano katika ndoa ni mahusiano. Jamani, Bwana pesa hivi. Hakuna mawasiliano, hakuna mahusiano. Communication in your marriage, it is relationship. No communication, no relationship. Huwezi kuwa na mahusiano mazuri na mke wako na mume wako kama hakuna mawasiliano mazuri. Kwa hiyo katika juma hili pia, jambo ambalo tumetiwa moyo ni lazima tuweze kutembea pamoja. Amos 3 fungu la 3 anasemaje? Amos sura 3 fungu la 3. Je, watu wawili wanaweza kutembea pamoja wasipopatana? Jibu ni hapana. Ni lazima wapatane, alafu watembee pamoja. Kupatana ni kuelewana, ni kuivana, ni kufanana, kama ambavyo Adam alimwambia Eva alipomwona tu for the first time, akasema huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, ataitwa mwanamke. Na walikuwa na umoja usio wa kawaida. Ndio maana sura ya 5 kitabu cha Mwanzo wakapewa jina moja. Mungu alipoumba Adam na Eva akawaita jina lao Adamu. Watu wawili wanawezaje kupatana wasipotembea pamoja? Je, watu wawili wanaweza kutembea pamoja wasipopatana? Jibu ni la hasha. Ni lazima wanandoa wapatane. Na ili wapatane, hii kitu kinaanzia wapi? Ni lazima vijana muelewe pia kwamba hatuwezi kuwa na ndoa ya waliopatana kama mahusiano ya vijana yamekosea. Ni lazima vijana wenyewe wawe na umakini mkubwa katika kufanya uchaguzi katika ndoa ya Kikristo. Mchungaji, unamaanisha nini? Anza na Bwana. Kijana, anza na Bwana. Usivurugwe na tamaa zako mwenyewe, hisia zako mwenyewe. Usiangalie vinavyoonekana, maana vinavyoonekana ni vya muda. Vijana, usiangalie vinavyoonekana wakati wa kufanya mahusiano ya ndoa, maana vinavyoonekana kuna wakati vitapotea. Ni kweli, yaani hivyo vitu sio kwamba ni vibaya, wewe viangalie, lakini wewe unahitaji hilo umbo. Ni kwa sababu anatuzwa, akikutana na maisha magumu wakati mwingine litapungua. Likipungua unamwacha kwa sababu sasa amepungua. No, uangalie zaidi ya vinavyoonekana. Uangalie zaidi ya vinavyoonekana. Wewe unataka hayo maziwa, unayaona hayo maziwa ni kweli sawa. Unamaanisha hata nionyesha? Si ajayo yanafurahisha akinionyesha. Sasa kama wewe ulikuwa unaangalia mishale inayotoka mashariki, je, baada ya watoto 4 mfululizo nini kitatokea? Maana yake baada ya hapo, kama utaona vinavyoonekana, siku vikipotea utaachana nayo. Na huo ni mpango wa Shetani. Angalia zaidi ya vinavyoonekana.